Ilikuwa asubuhi na mapema, niliamshwa na sauti ya mke wangu kipenzi, Maila. Mke wangu kipenzi, Maila ni mwanamke ninayempenda sana katika maisha yangu. Yaani, huyu mwanamke nampenda sana. Sio mimi tu nampenda huyu mwanamke, hata yeye ananipenda sana. Yaani mno, ni mwanamke ambaye nimezaa naye binti mmoja na mpaka sasa ana miaka 5, na sio kuzaa naye tu, pia tunategemea mtoto mwingine, maana Maila kwa sasa ni mjamzito. Basi niliamshwa na mabosu jamani, sio poa. Yaani mabosu tu, siwafichi. Mimi nampenda sana mke wangu, ila mke wangu kazidi, ananipenda kinoma. Yaani huyu dada ananipenda mno, mpaka ananipenda tena. Akasema, baby, hebu amka please, unachelewa kwenda kazini, naomba uamke ukajiandae. Nikasema leo sijisikii kabisa kuingia kazini mapema, nimechoka mke wangu. Unajua huwa najiamulia tu mwenyewe. Sasa saa ngapi naingia kazini? Naondoka saa ngapi? Maana mimi ni bosi mkubwa tu kwenye kampuni yangu mwenyewe inayonishughulisha na masuala ya uzalishaji wa mafuta ya diesel na petrol, na nina sheli nyingi sana Tanzania. Kifupi kwangu mpunga upo. Sula la pesa halijawahi kunisumbua kabisa. Nilani mimi, yaani mimi kwanza makuzi yangu tu na familia nilotokea ni ya kitajiri kinoma noma, na hata mke wangu kwao wana pesa kinoma na ni Mwarabu. Namiliki toto la Kiarabu ndani kwangu, sio poa. Na ndo mke wangu nampenda sana na ananipenda sana, yaani tunapendana mno. Basi Maila akaniambia, hapana mume wangu, kazi haziendi hivyo jamani. Unajua hata kama wewe ndo bosi, ila unatakiwa uwahi kazini na ufanye majukumu yako kila siku kipenzi. Please amka mume wangu. Nikasema, Maila, mimi nimechoka kweli leo mke wangu. Alafu jana kila kitu nilikiweka sawa, yaani kila kitu kipo poa. Mimi leo sijisikii kabisa kwenda kazini. Kwanza nataka kushinda na wewe mke wangu, mrembo, mzuri, yaani Mwarabu wangu. Hautaki kushinda na mimi wewe Maila? Akacheka huku ananitikisa nywele zangu natural kabisa, nyingi na ni ndefu zenye matunzo ya kutosha. Huyo mtoto akicheka bwana anazidi kuwa mrembo. Hapa nimeona. Na Maila sio sura tu mke wangu, mimi ni mzuri wa kila kitu, sura, tabia na upole mno, ila shepu ndo hana. Si mnajua Waarabu, ila nampenda mno na ananitosha sana. Na tuna miaka 7 sasa tangu niwe katika ndoa na huyu mwanamke, na sijawahi kuchepuka hata siku moja, licha ya pesa zangu zote nilizokuwa nazo, ila kuchepuka sijawahi. Kwanza nina hofu ya Mungu sana, na ndo maana nimewahi sana kuoa. Mimi na miaka 22 tu nilifunga ndoa, na mtoto wetu wa kwanza nimempata ndani ya ndoa. Ni binti mrembo kweli kweli, anaitwa Maisara. Ila furaha iliongezeka zaidi pale ambapo Maila alipobeba mimba ya mtoto wetu wa pili. Nikawa nasema hapa sasa anakuja kidume meni tena,
napenda sana watoto wa kiume, ila bado Mungu hakuwa ananibariki na nikiwa na shauku kubwa ya kupata mtoto wa kiume. Pale ambapo Maila ananiambia ni mjamzito. Wakuu, turudini pale tulipoishia. Basi mke wangu akaanza kuniamsha na kunisii mambo mengi sana na kuambia umuhimu wa kwenda kazini kila siku. Nilikuwa nimechoka, ila basi mke wangu akaanza kunisii na kuambia umewahi na kwenda kazini kila siku. Nilikuwa nimechoka, ila nikaona haya bwana. Nikainuka, nikaingia bafuni, nikapiga maji. Nilipotoka nikakuta mke wangu ananisubiria aje aniandae niende kupata chai. Sasa nilimwambia, Maila, unachoka bwana, hebu nipe hilo taulo nijifute mwenyewe. Akaniambia, naanzaje kuchoka juu yako mume wangu? Hapana, mimi sijachoka kabisa, maana wewe ni jukumu langu na nakupenda sana. Basi akanisogelea, akaanza kunifuta maji, akanipaka lotion yangu, akataka na kunivesha. Nikacheka tu, nikavuta nguo zangu, nikavaa mwenyewe. Basi akanuna, akasema, yani nataka kukuvalisha, wewe unavuta nguo? Nikasema, asa univalishe nini mke wangu? Maisara, ndio unatakiwa umvalishe, hebu acha mambo yako basi. Akacheka tu, akanyanyuka, akanishika mkono, tukatoka mpaka dining. Hapo nikamkuta binti yangu tayari amekunywa chai. Basi nikamsogelea, nikamkisi binti yangu kwenye paji la uso, na yeye akanikisi shavuni, kisha akanisalimia vizuri. Nikaitikia, akaniambia, dadi, leo umechelewa sana kuamka. Nikasema, nilichoka sana mtoto wangu, na kutafutia wewe pesa mpaka nachoka baba yako. Mai akaniambia, pole dadi. Nikasema, asante mlembo wangu. Basi Maila akanitengea breakfast ya kwenda. Maila kwa kupika tu ni nyoko, anajua mpaka anajua tena. Alafu hapo mezani sasa anajaza vitu kibao mpaka anachanganyikiwa, nakula nini au nakula kipi? Nitakula huku hapo, nakula nitagusa ninachotaka. Kacholi nitakuta, bagia nitakuta, chapati nitakuta, nyama choma, na vyote anaandaa mwenyewe, na hataki mfanyakazi kabisa huyu mwanamke. Yani mpaka anamuonea huruma, maana nyumbani ni kubwa na tayari sasa ana mimba, ila anaimudu peke yake na anafanya kazi zote mwenyewe. Nikamwambia habari za kumletea dada wa kazi hataki kabisa, tena anakasirika mno. Sasa hata sielewagi alikuwa anaweza nini, ila nina mfanyakazi na getini mmoja na walinzi wawili, wanakuja usiku na kuondoka asubuhi. Basi nikanywa chai yangu haraka, kisha nikamwambia, sasa mama, umeridhika? Aya, naenda kazini. Maila akacheka akasema, sasa kwa ajili yetu sote leo nenda, kesho tutapumzika pamoja. Nikasema kweli? Akanambia ndiyo kipenzi. Basi nikamsogelea, nikamkisi, kisha nikambusu na nikailibusu tumbo lake. Abaki anacheka tu, na alikuwa na tumbo kubwa mno, maana tayari mimba ilishafika miezi 7.
Basi mie nikaondoka na Mai. Kwanza nikamwacha shule, maana ndo yupo Nasal. Kisha nikaingia Posta, na ndipo ilipo kampuni yangu. Nikaingia hapa, mnapewa heshima kweli kweli. Na mimi sio mtu wa kucheka cheka kabisa kazini. Yani sinaga mambo ya kucheka kazini. Nipo very serious. Alafu sijawaambia naitwa nani. Okay, ngoja niwaeleze. Mimi naitwa Nilan, ni mtoto wa pekee kwenye familia ya Bi Jamila na mzee Hamadi. Mi bwana ni mgoni wa Songea, ila familia yangu ipo hapa Dar, maeneo ya Mlandizi, na mimi ninaishi Oysterbay, ndipo kwenye mjengo wangu na ndipo ninapoishi mimi na familia yangu, yani warembo wangu, mke wangu kipenzi Maila na mtoto wangu Maisara. Mi mgoni wewe, ila nilikaza mpaka nikamkamata Mwarabu. Sio poa. Kwanza ninaswaga sana, kwa nini mtoto wa Kiarabu asinielewe? Maila bwana, yeye wazazi wake ni Waarabu wa Kariakoo pale, na wana mali tu, wala kwao hawapo vibaya, ila hawaingii familia yangu. Sisi kwetu tuna mawe kweli kweli. Alafu mtoto niko mwenyewe. Alafu Maila nilikutana naye Posta katika harakati tu za kuzurura. Nikamuelewa mtoto wa Kiarabu, nikarusha nyavu, akakwepa, ila akanasa. Mimi sikutaka kuchelewa, maana mtoto mwenyewe alikuwa na mashati mengi kweli kweli. Mimi sitaki kuzini bila ndoa. Hivyo vile, yani aliongea vitu vingi. Kwa kuwa nilikuwa nimemuelewa mtoto, nikalipa mahali, nikakunja goti, nikavuta mwali ndani. Alafu mtoto nikamkuta bikla, nikaona sijauziwa ng'ombe kwenye gunia, na nikaanza maisha na mke wangu kipenzi Maila, ambaye ananipenda sana na mimi nampenda sana. Mimi ukinichana moyo wangu unamkuta mke wangu tu, yani hakuna malaya wa kunibabaisha mimi. Tena mimi nikiwa kazini na kuwa mkali sana kwa wafanyakazi wa kike kuliko wa kiume, na kuaga sitaki masihara kabisa. Sijui kutegana sitakagi, ni habari za kijinga kabisa. Tena ukijifanya unanitega mimi na kazi huna kabisa. Sikuona mwanamke wa kumfikia mke wangu kwa kila kitu. Mke wangu mzuri nye. Basi nikawa bize na kazi zangu kweli kweli, na mida mchana nikashika simu, nikakuta mke wangu kanitumia SMS, kaandika, mume wangu usisahau kupata chakula cha mchana. Mke wangu bwana anajua mahaba wallahi. Basi nikamjibu, nikamwambia nakumbuka kipenzi changu na nitakula, na muda huo ndo nikawa naletewa chakula. Sasa basi nikapokea, kisha nikaanza kula huku na chati naye. Mke wangu anajua kabisa huwa muda mume wake na kuwa free kidogo, so lazima atanitumia SMS na tunachati sana. Na jioni baada ya kazi zote, mimi sinaga kona kabisa. Hata washikaji zangu wananijua, wananielewa sana kuwa mimi nikitoka kazini hakuna sehemu nyingine naenda zaidi ya kurudi nyumbani kwa mke wangu kipenzi Maila. Yani tuna ndoa ya miaka 7, ila kila leo nilikuwa namuona mke wangu kama mwanamke mpya kabisa. Basi
Nikafika home nimechoka sana, nikapokelewa kwa mabusu na pole kama zote. Kisha nikaingia bafuni kupata maji sasa, na baada ya hapo nikatoka sasa msalani, nikamkuta mke wangu amekaa kitandani kaniongea sana. Nikamsogelea kwa upendo, kisha nikamshika mikono yake, nikamuuliza mke wangu kipenzi, kwani umekuwaje, mbona umepoa hivyo? Akanambia, unajua leo mchana nimeanza kujisikia vibaya mume wangu, yaani sipo poa kabisa. Nikamwangalia kisha nikasema, kwa hiyo mchana yote wewe ushajiona haupo sawa? Akashindwa kuniambia kuwa kajisikia vibaya, nirudi nimpeleke hospitalini. Mimi sikutaka kukuchanganya wewe na kazi mume wangu, ndio maana nikasema Maila, kazi sio muhimu, kama wewe mke wangu ndio kila kitu kwangu na mengine yatafuata sasa. Akanambia, sawa mume wangu, nimekosea and sorry. Bas mimi tena atakula sikutaka, nikamwambia jiandae nikupeleke hospitalini. Maila akacheka akanambia, amna bwana, saizi niko poa kidogo, si unaona nimepumzika, tutaenda kesho asubuhi tu. Tukacheka sana mume wangu, nikasema sawa. Kisha mimi na yeye tukaelekea dining room kupata chakula cha usiku, na nilimwona mke wangu yupo sawa, maana tuliongea kama siku zote, na baada ya chakula tukaenda kitandani. Sasa kiukweli nilikuwa na hamu na mke wangu, maana sikuwa nimemshika kama siku mbili nyuma zilizopita, ila kwa kuwa mke wangu tayari alishaniambia anaumwa, nikaona nimwache tu. Basi nikamvuta karibu yangu zaidi, kisha nikamkumbatia, akabaki kinacheka tu. Nikamuuliza, hivi Maisala, umeshalala? Hata sijamsikia kabisa. Maila akasema, amekuja mama hapa, amemchukua ameenda naye Mlandizi. Nikasema, mama kaja hata kuja kuniambia? Akasema, asa nikuambie nini wakati hapa mama ni nyumbani kwake kabisa, ndio maana sikuona sababu ya kukueleza kabisa. Nikasema, ila sio sawa, mbona kamchukua mtoto wangu alau hujanipa taarifa? Mke wangu akacheka akasema, sasa sikamchukua mjukuu wake, jamani shida inakuwa wapi kipenzi? Nikasema sawa, hakuna shida. Hapo alikuwa anazungumzia mama yangu mzazi, kuwa ndo alikuja akaondoka na Maisara. Basi nikalala na mke wangu na usingizi binafsi ukanipitia kabisa, ila kufika saa 8 usiku mke wangu akaanza kunitikisa. Nikastuka, nikamuuliza vipi? Akanambia, mume wangu naumwa, nasikia naumwa kabisa, naumwa mume wangu, tumbo linauma sana. Nilichanganyikiwa, nikamwambia haraka. Nikainuka nikamwambia mke wangu, unaumwa wapi? Niambie vizuri. Maana akawa anashika tumbo ananionyesha. Mimi nilishangaa, mbona hasa huyu ana mimba miezi 7? Ni uchungu gani huu? Sikuwa najua kama kuna kuzaa njiti miezi 7. Basi nikakurupuka, nikachukua pensi, nikavaa haraka,
nikavuta tisheti, nikavaa juu, nikafungua kabati, nikavuta dera, nikamvalisha mke wangu na nikambeba mpaka katika gari. Ila bado mke wangu alikuwa analalamika sana. Nikamwambia, Maila, tulia please mke wangu, na kuahidi nitakufikisha hospitalini mapema, yaani tulia. Ila bado akawa anagugumia. Aise, nilihangaika mafuta sana, yaani nilimkimbiza gari mpaka hospitalini. Nikaa natamani kuanza gari na nikamwaisha hospitalini ya karibu kubwa ya private, ipo Mikocheni. Na nilivyomshika tu, manesi walikuja wakanipokea mke wangu haraka, akaingizwa wodini kupewa matibabu. Sasa nikabaki nje nimechanganyikiwa. Nikiwa pale sasa ndo nikawapigia simu wazazi wangu kwanza, nikawaeleza kuwa mke wangu anaumwa. Mama akasema, jamani pole, upo wapi sasa? Nikamwambia ndo nimemleta hospitalini mama. Mama akaniambia sawa, mupo hospitali gani? Nikamtajia, wakakimbia, tunakuja sasa hivi hapo. Nikasema sawa. Kisha nikampigia simu wakwe zangu sasa, yaani baba yake na mama yake Maila. Nikawaelezea kuwa Maila anaumwa na yupo hospitalini Mikocheni, nimemleta huku usiku. Mama yake yale yalimchanganyikiwa kweli kweli kuliko mimi. Si unajua mzazi wa kike kwa mwanae. Wakanambia wanajiandaa wanakuja. Aisee, nikabaki pale kichwa kimewaka sana moto. Baada ya muda familia zote mbili zikafika sasa, ila bado madaktari hawakuwa wametoka chumbani kwa mke wangu. Wazazi wakaanza kuniuliza imekuwaje jamani. Nikawa nawaelezea pale kilichotokea, na baada ya muda daktari mkubwa akatoka. Haraka nikamkimbilia, nikamuuliza vipi hali ya mke wangu, anaendeleaje? Yule daktari akanambia, Mr. Nilam, twende ofisini. Nikasema sawa. Ni dokta ambaye ananifahamu vizuri na mara zote kliniki mke wangu huwa anamfanyia hapo. Na haraka nikapanda ofisini kwake. Akanambia, kwanza hongera kwa kupata mrembo wa kike. Nikauliza, yani mke wangu kajifungua? Akanambia ndiyo, amejifungua mtoto wa kike, ila sasa ni njiti. Si unajua amekuja kabla ya wakati wake. Mke wangu amejifungua akiwa na miezi 7. Kwa hiyo huyu mtoto tunamhifadhi hapa mpaka afikishe miezi 9 ndio tutawapa. Sawa. Nikasema sawa, hakuna shida. Vipi kuhusu mke wangu? Dokta akanambia, mkeo anaendelea vizuri sana, yani sana, ila sasa kuna kadi ya mimba amelisahau, ajaja nalo. Naomba ukanifuatie Lina, umuhimu sana kuja jambo nataka kuangalia. Nikasema sawa, hakuna shida dokta. Haraka nikainuka nikatoka pale, nikawaaga wazazi na nikawaelezea habari nzuri kuwa Maila amejifungua mtoto wa kike na kwa sasa anaendelea vizuri. Nikamwambia ninachoenda kufuata home. Basi nikawaacha na furaha pale, na mimi haraka nikaingia katika gari nikaanza kudrive kuelekea nyumbani, huku nikiwa na raha sana. Nimeongeza binti mwingine katika familia yangu.
Oya, nika drive nikiwa na vibe kinoma mpaka home. Nikaingia ndani na haraka, nikaingia chumbani, nikaanza kufungua kabati sasa kucheki hilo kadi. Nikiwa na pekua na kweli nikaona, nikavuta chupa ya maji nikanywa kidogo na nikachukua na kadi haraka nikatoka chumbani. Ila nataka kutoka nje sasa, yani nipo katika ya mlango sebleni na mlango wangu unagongwa. Nikafungua, ni Ali ni binadamu yangu, ni binamu yangu, ila ni kama mshikaji wangu, ni rafiki yangu sana tu. Nikaongea mengi na kuelewana naye sana, na hapa biashara zake na hakusika hata 80% katika mafanikio yake ya kibiashara. Basi Ali akakimbia, da mwanangu vipi? Nikasema mbona asubuhi wewe? Mimi naenda hospitali, mke wangu amejifungua mtoto wa kike. Ali akaniambia turudi kwanza ndani. Nikasema kuna nini? Mbona unanitisha babu? Akaniambia njoo bwana, nataka kukueleza kitu. Nikasema poa, hakuna noma. Nikarudi mpaka ndani. Ali akaniangalia sana kisha akaniambia, Nilan, unajua wewe ni mwanaume? Yes, ni mwanaume thabiti na strong aswa. Akacheka. Nikasema we fala, unataka kusema nini kwani? Unanichelewesha ujue. Akaniambia Nilan, kwa bahati mbaya mkewe ametutoka. I see. Nikacheka kwanza. Nikamuuliza Ali, unamwongelea vipi mke wangu? Mke wangu yupi huyo? Akaniambia namwongelea Maila, kwa bahati mbaya amefariki dunia. Nikasema Ali, acha huyu masiala, mimi mke wangu yule nimemwacha na kadhaa. Daktari kanituma kadi ndio nimerudi kuja kuchukua mara moja. Ali akasema Nilan, dokta alikutoa kikubwa, maana anajua jinsi gani unapompenda mkeo, ila kweli ni kwamba Maila hatupo naye tena. Aisee, nikaangusha na lile kadi kwanza, maana mwanzo nilikuwa najua makuzi, kumbe huyu fala ananiambia kweli. Nikasema mke wangu kafa sasa. Yaani saa ngapi wale walikuwa wanafanya nini? Wapumbavu wakubwa. Nasema nitahakikisha wote wanapoteza kazi, wajinga wakubwa. Ase nishapigiwa na kuchanganyikiwa. Ali akanifuata akanishika bega akaniambia, Nilan, tulia, haya ni mambo ya kawaida. Nikasema kawaida gani? Kawaida mke wangu kufariki? Acha ujinga, mke wangu kafaje? Ngoja niende huko hospitali, pumbavu zao. Nikainuka kwa jazba na hasira ndani yake, ila Ali alinizuia. Aliniambia hakuna kwenda, kutulia kwanza. Nikasema niache Ali, nataka nikahakikishe kwa kumuona mke wangu. Ali alisema akaniambia pia, tulia basi, utahakikisha, ila hayagwi hivi kwanza. Nataka utulie, na kutoka na hali yako wewe elewi hilo jambo ni kubwa, na kisha ulikubali ndio mengine yafate. Nikasema ngoja kwanza. Nikatoa simu nikampigia baba, akapokea akaniambia, Nilan, jikaze, naomba ujikaze, wewe ni mtoto wa kiume, naomba ukubaliane na kila kitu mwanangu. Aisee, hapo ndo nikajua kumbe kweli Maila kaondoka. Aisee, nilipiga kelele, nikaita mke wangu kwa sauti kubwa yenye uchungu. Aisee, nilijikuta nikakaa chini nikihisi moyo wangu unauma sana.
moyo wangu unavuja damu na moyo wangu umepasuka kabisa. Yaani Maila kanitoka, kaniacha na mtoto mdogo wa miezi 7. Ataishije bila mama? Na mimi nitawezaje bila ya ua langu zuri ambalo huwa nalala nalo na kuamka nalo kila siku? Aisee, nililala na nililia sana, nilidondoka chini, nililia kama mtoto mdogo ambaye amenyimwa kitu kizuri na mama yake. Mwanaume, yani nililia sana huku nikiita Maila, hapana, isiwe kweli mke wangu, usiondoke mke wangu, umeniacha na nani? Maila, unajua nakupenda sana mke wangu, unajua siwezi kuishi bila ya wewe mke wangu, nani atanipenda kama wewe Maila? Aisee, hii siku ilikuwa ni moja ya siku ngumu katika maisha yangu, yaani siku ambayo mke wangu Maila alifariki. Iliniuma sana tena sana, nililia kama mwanamke, yani kama nilifiwa na mama yangu mzazi vile. Huyu mwanamke aliniuma sana. Maila ni mwanamke wangu wa pekee sana. Huko nyuma nilishawahi kuwa na mahusiano mengi tu, ila sijawahi kupata mwanamke kama Maila. Ni mwanamke ambaye alikuwa na heshima na mnyenyekevu sana kwangu, asiyeweza hata kubishana kidogo na mimi ninapopenda. Hukaa kimya mara zote. Maila alipendwa na kila mtu katika familia yangu, yaani nilihisi kabisa nimefiwa na nimepoteza kipande cha pili cha moyo wangu. Nililia mno. Alijaribu kunizuia lakini ilishindikana, ila nilimwambia niache nilie, yaani niache Ali, na kweli alikaa pembeni. Aisee, nililia mno mpaka baba anafika pale, mimi nililia hata sitaki kuelewa, nikawa najifanya labda ni ndoto, ila haikuwa hivyo, maana tayari nilishaona na ndugu wengine hasa wa Maila wanakuja huku wanalia sana. Basi ikabidi mimi nimpelekwe chumbani. Ya sasa mzee akaanza kunituliza kama mwanaume, nikubali na nipige moyo konde, niangalie wanangu sasa. Aisee, moyo ulikuwa mgumu kukubali hili swala, mpaka akaingia baba mkwe ndani na mama yangu mzazi ndo kunituliza pale, ila wapi, niliumia sana, yani sana. Nilikuwa kama mpumbavu vile, yani nilikonda kwa masaa, nilikuwa sawa kabisa, sikuelewa kabisa mimi, yani mke wangu kipenzi kafariki dunia. Moyo unaniuma, usiwaambie mtu, yani moyo unauma haswa. Basi kabidi nitulie kidogo, ila sikuwa sawa kabisa na msiba ukawa nyumbani kwangu. Sasa kiukweli nikajikaza tu, nikasimama kama mwanaume na kuanza kushughulikia swala zima la kuzika. Aisee, kufiwa na mke ama mume kunauma. Aisee, asikwambie mtu kunauma, asikwambie mtu, inauma sana. Asa nafanyaje? Basi nilimwonea huruma sana mama yake na Maila, akiwa anajiweza kabisa kidogo. Mama ndo alikuwa na nguvu na alikuwa amembeba Maisara mwanangu, ila hata mimi nilikuwa najitahidi tu, yani kujitahidi tu. Basi watu wakaanza kujaa kwangu, ndugu jamaa marafiki wakinipa pole, hata wafanyakazi wangu walikuwepo pale, na kikao cha familia tukakaa tukasema kwamba maziki tutazika kesho saa 7. Basi bwana, hii siku sikuwa sawa kabisa, yani ila ndo hivyo sasa. Na kesho yake saa 4 tu mimi na kina baba
akina Ali, tuliamkia hospitalini kwanza. Mimi niliomba kuona mwili wa mke wangu. Nilienda nikauona, mke wangu alikuwa kama kalala, tena anatabasamu. Nikamwombea dua tu kwa imani yangu na nikashukuru kwa kila kitu. Kisha nikatoka nikiwa na uchungu mzito na mwili ukaoshwa. Kisha tukaubeba na kuurudisha nyumbani kama Waislamu, tukaswalia. Kisha sasa tukaelekea makaburini Kisutu kuzika. Niliingia kabulini kupokea mwili wa mke wangu, ila sikutaka kutoa. Nilisema nizikeni na mimi bila ya huyu sitaishi. Mashehe pale ndo wakaanza kunipa aya za kitabu cha Mungu na kunisihi kuwa ninayotaka kufanya si sawa na dini, hairuhusiwi hivyo. Ila niligoma kutoka kaburini kwa mke wangu. Basi nilitolewa kwa nguvu sana, ndo mke wangu akafukiwa pale. Nilikuwa zaidi ya mwanamke. Nililia sana. Watu wote waliondoka makaburini, ila mimi nilichelewa kuondoka sana, huku marafiki zangu na hali wakinisihi sana kuwa twende sasa tumwache Maila apumzike. Wakaanza kunisihi kuhusu watoto. Kuna mshikaji wangu pia aliwahi kufiwa na mkewe, akawa ananitia moyo kuwa ni kawaida, bora hata mimi nimeachiwa watoto. Yeye mkewe alifariki akiwa hajazaa kabisa. Basi usiku saa 3 mimi ndo natoka makaburini pale nikiwa hoi, ndo narudi nyumbani. Oya, mke anauma jamani. Na hivyo ndivyo tulivyompumzisha mke wangu Maila. Nilipata huzuni ya mwaka, muda wote kama namuona mke wangu basi namwangalia Mai, yani anacheza, ana hata habari na hata elewi, kama hana mama vile. Ndo nazidi kuumia. Mwingine mdogo sana, hata kupewa sijapewa. Nikaona hebu kwanza sasa nipambane na huyu aliyokuwa hospitalini ambaye ni P Machua, nisije nikamkosa naye bule. Basi nikapiga moyo konde na kumpigia simu dokta kumuuliza hali ya mtoto hospitalini. Akaniambia pole sana Mr. Nilan kwa kupoteza mke, ila mtoto anaendelea vizuri sana na tunakuhakikishia atakuwa sawa na huyu mtoto utampata kabisa. Nikasema please doctor, naomba sana, yani sana, naomba mno ujitahidi huyo mtoto nimpate kwa gharama yoyote ile. Dokta akaniambia sawa, na wala usijali kabisa, na kuwa na amini. Nikasema sawa. Kisha sasa ndo nikaja ndani nikaomba kuongea na binti yangu Mai, yani hata hakijielewi, kanacheka tu mno. Nikamwangalia sana, miaka 5 kasoro, hata kuwaza kidogo hakuna. Nikamuuliza Mai, upo poa? Akanambia dadi, niko poa. Nikamuuliza unajua kwa nini watu wamejaa hapa nyumbani? Akanambia najua dadi, si mama kafa, wameenda kumzika. Anaongea huku anakunywa juisi yake, yani ila mtu akimwambia una akili kama za mtoto inabidi ukatae kabisa. Nikamwambia sawa, sasa mama hautomuona tena lakini. Akanambia sasa si atarudi, lakini mimi ataniandaa nani kwenda shule? Alafu atanipikia nani sasa?
nikajikuta machozi yananitoka, nikajikaza mbele ya mtoto, nikatoa leso, nikajifuta, nikasema mimi sinipo, nitakuandaa mlembo wangu. Akanambia sawa dadi, hakuna shida. Basi akaninywesha juisi yake na kuniambia ni yupo bize mno, haelewi chochote. Basi baada ya hapo tukaweka kikao sasa kama familia na kama ndugu, na kweli tukapanga arobaini ya mke wangu itakuwa lini na kila kitu tutakiweka sawa. Baada ya hapo sasa mama yake na Maila akasema yeye atachukua vinavyomuhusu Maila vyote kama nguo na kadhalika, maana mila zao mtu akishafariki zina. Nikasema sawa. Alafu akasema anataka kumchukua Maisara akamlee yeye sasa na familia yake. Mama naye akadakia, akasema hapana, huyu Maisara hatakiwi kukaa mbali na mie, maana mkwe wangu nimeishi naye kwa wema sana na alikuwa ni binti mzuri sana na nilimpenda sana. Kwa hiyo mtoto wake nitaenda kuishi naye mimi. Nikatabasamu tu, nikasema nashukuru sana familia yangu kwa umoja wenu, mlinionyesha na upendo mkubwa wa kutaka kumlea mtoto wangu, ila mimi Maisara ndo furaha yangu kwa sasa. Kwa hiyo naombeni kumlea tu mwenyewe, na hata huyo mdogo wake hospitalini nitapomlea tu mwenyewe. Cha zaidi nitatafuta mfanyakazi wa kunisaidia mambo madogo madogo, ila natamani nikienda na kurudi kazini basi nawakute watoto wangu nyumbani na niwaone. Nadhani ndo kitu pekee kitanipa furaha. Basi familia zote zikakubali kimya na kunishauri kwamba ni vizuri. Na wakaongea mengi sana pale, na baada ya hapo tukamaliza kikao. Basi mimi nikawa nimetulia na washikaji zangu nje, wakawa wananitia moyo sana pale. Washikaji zangu wengine wajinga, mimi nasema na stress, wameagiza pombe kwa siri wanakunywa, huku tunapiga story, maana tulikuwa nje wala hatukulala ndani. Sasa kuna mwanangu mmoja anaitwa Prince U. Huyu bwana ni makuzi sana, ni mjinga mno, alafu ana makuzi sana, yani hata ajali yupo wapi, anapenda kuropoka kweli kweli. Basi tukiwa tunaongea pale, akasema sikia mwanangu, hakuna noma, mimi nitakupa mke safi kabisa, anaitwa Sanura, anapatikana Tabata, yani mke mwema mno. Yani alivyoongea hivyo tu nikaona washikaji wangu wote wanacheka sana, yani kila mtu anacheka. Nikashangaa, nikauliza huyo Sanura ndo nani, mbona mmefurahi sana? Alia akanambia mdogo wangu huyo Sanura, hata bure usichukue, mcheza chura huyo mmoja, anapatikana maklabu ya Tabata huko. Yani naweza kusema ni kama anajiuza, maana mimi mwenyewe tayari nishakula mzigo kinoma. Basi pale kila mwanangu akasema sasa kama wewe hujawahi kumla Sanura, si utakuwa bwege? Kila mtu tayari hapo unajua
Unajua, nikajikuta mpaka nacheka mwenyewe. Nikasema, kwa hiyo nyie mafala ni waume wenza, yaani mnatembea na demu mmoja? Wakasema, do, atuoneani wivu tena, tunamtafuta wenzio, maana akai kimya huyo moja tu. Kama mwanangu mmoja anaitwa Jaki akasema, da, yule mkule chini sijui anaweka nini, alafu sasa anajua mapenzi kinoma. Yule mataka ni konki, mimi anachanganya, kwani kile kiuno anapiga mfupa, akina mfupa nini. Washikaji wakiwa wanacheka pale, unajua, kwa dakika kadhaa nikasahau kama nimefiwa. Nikajikuta nacheka na kuona nina marafiki wa ovyo, yani wakienda klabu wanafanyia booking huyo maraya. Nikaona haya, waseme kazi wanayo. Nikauliza, hivi nyie washenzi mnawezaje kushare na mwanamke mmoja? Mimi siwezi walai. Alafu kwa nini mnaenda maklabu ya uswahilini? Au ale akasema, klabu za Masaki madoni mnakuaga wengi, alafu hazina vya vibe uswahilini, unajimixi sasa huko ndo uhakika sana. Na kwanza huyo Sanura anatafuta pesa, hana mwanaume na hana mahusiano. Sasa wewe utakuwa na demu kama yule sasa ndo kashushwa kutuburudisha wanaume. Yani sahihi, ukiingia Tabata tu unasikia jina lake, waone wanaulizia Sanura yupo wapi, klabu gani leo. Jaki akasema yule demu yupo kibiashara zaidi, wajinga hawamgusi hata kidogo. Bila 200,000 hawamgusi, yani hata ukipungukiwa 100 hakubali. Alafu hiyo 200,000 unalala naye masaa 3. Mnajua niliwaza sana, nikaona kama kuna wanawake ni laana, walai huyu kazidi. Basi tukaongea sana na wanangu pale, wakaacha story za huyo Sanura, wakaja za mpira. Walipomaliza za mpira zikaja zingine, yani zikajikuta nimechangamka kidogo mpaka kumekucha saa 10. Ndo mimi nikainuka nikaingia chumbani. Sasa nikaoge na nikatia udhu, nikaswali na kumwombea dua mke wangu, au amfanyie uwepesi na ampunguzie adhabu ya kaburi inshallah. Baada ya swala ndo nikapanda kitandani kupumzika sana. Nikapitiwa kabisa na usingizi katika ndoto. Sasa nikaota nipo na mke wangu sehemu nzuri sana, huku mke wangu akiwa na furaha. Nisha kwambia amani huko nilipo. Nila, usilie wewe, pambanie watoto, uwalee vizuri na uwapende zaidi, usilie tena Nilan. Nilistuka, najua nilistuka na uoga ukaniingia, nikatoka chumbani, sikulala. Basi nikatulia home pale, huku watu wakila kama kawaida tena. Si unajua watu wazito sisi,
Na baada ya siku 3 ndugu wote walishaondoka pale home, walibaki wakwe zangu na wazazi wangu. Binafsi sikutaka tena kuishi pale, na mimi nilikuwa naona sitaweza, nitakuwa namuona mke wangu mno. So nina nyumba yangu nyingine nilikuwa nimejenga Mbezi Beach, ila kuna vitu bado sikuwa nimemalizia. I say nikaongeza nguvu huko na nikawapa wiki 2 tu mafundi wawe wameshamaliza kila kitu. Bas nilikuwa nyumbani tu kama wiki 1 hivi, na baada ya wiki sasa wazazi wakaniambia ratiba nyingine lazima ziendelee na maisha yaende, nianze kwenda kazini na nijue nitapambana vipi na watoto wangu, maana si nimegoma kuwapa. Nikasema sawa, ni kweli kila mtu akatawanyika bwana. Sasa nikabaki na binti yangu tu Maisara, nikaanza kupambana na mwanangu. Sasa asubuhi namwandaa, namuogesha na kumpigisha mswaki, hata nisumbua hapo mpaka nakoma. Yani naamka saa 12 kamili, ila kumwandaa mpaka masaa 2. Mai ni msumbufu sana, alafu anadeka mno. Hasa nifanyaje? Maana namuogesha ananikimbia toka kwanza taka kule. Yani acha, ila ndo mtoto. Haya, natoka kumwacha na puu, nikamaliza ananiita, namuogesha ananiambia toka, nilikuwa sijimali